Bwana Yesu, tunakushukuru, asante kwa nafasi tena nyingine ambayo umetupa ni kwa rehema zako tu Bwana. Kuweza kuwepo mahali hapa ni rehema zako. Kuweza kuhudhuria ibada hii ni rehema zako. Ninakushukuru Mungu wangu. Ninakushukuru Jehova Nisi. Tuko mezani pako tayari kwa kula na kunywa Bwana. Fungua mioyo yetu ili tukaweze kupokea kile ambacho umekikusudia, kisipate kupunguka kwa namna yoyote. Tusaidie mawazo yetu yakawepo mahali hapa, akili zetu zikawepo mahali hapa. Ukatufundishe, ukatuonyeshe, ukatuelekeze sawa sawa na neno lako. Wewe ukiwa ni mchungaji wetu katika saa hii Bwana, usitupungukie na kitu chochote. Tunakuhitaji ukawe pamoja nasi. Kwa rehema zako ambazo zipo saa hii Bwana, zituhudumie katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu utufundishe. Asante Yesu. Asante timu ya kusifu na kuabudu. Mungu awabariki. Unaweza kukaa. Basi napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi aliyonipa asubuhi ya leo ili niweze kutumika katika madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nipende kumshukuru pastor kwa nafasi. Ninaamini uko tayari kwa ajili ya chakula ambacho Mungu ametuandalia siku ya leo. Mungu alimkusudia mtu mmoja tu kwenye ili neno ambalo ameliachilia, na huyo mtu mmoja ni wewe. Kwa hiyo itategemea ni namna gani umejiposition kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati pastor amenitafuta kuandaa somo kwamba ili Jumapili nisimame, kuna kitu Mungu alikuwa ananifundisha. Nikasema okay Mungu, kama kitu ulichokuwa unanifundisha basi hiki ndicho nikipeleke kwa sababu mimi nimekipata kwa sehemu yangu, basi nikapeleke na kwa wengine wakaweze kukipata kwa namna yao. Kwa nikawa niko comfortable kabisa, nikasema okay, hiki ndicho nitaenda kukipeleka. Lakini ilipofika Jumatano, Mungu akanibadilishia gia hewani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikajikuta na uzito sana kwenye kile kitu ambacho nilikuwa nimetamani nije nikifundishe. Kwa ndo maana nasema kuna mtu ambaye Mungu amemkusudia kwa hiki ambacho tutaenda kukiachilia asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ninaamini uko tayari na Biblia yako au na daftari lako. Kichwa cha somo kinasema kuishi kwa tumaini. Kuishi kwa tumaini, au kuishi kwa kumtumaini Kristo. Vyovyote utakavyoona ipi itakupa wepesi. Kisoma kile kitabu cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 3. Neno la Mungu linasema mstari ule wa 3. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 anasema hivi: ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili tupate tumaini, ili tupate tumaini lenye uzima. Kwa hiyo ina maana kuna tumaini ambalo halina uzima. Tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Kwa hiyo sisi tumaini tunalipata kwa sababu Yesu alikufa na kufufuka. Alipofufuka alituletea tumaini lenye uhai, tumaini lenye uzima. Kwa hicho ndio kitu ambacho sisi kama Wakristo tunatakiwa tujivunie. Tunaposema tunatakiwa kuishi kwa tumaini. Tumaini letu liko ndani ya Yesu Kristo. Pale alipokufa na kufufuka ndipo alituletea tumaini lenye uhai. Kwa sababu ile kufa na kufufuka ina maana alishinda vita yote ya yule adui.
alishinda ugumu wote ambao pengine unaupitia. Alishinda maisha yote ya dhiki. Kwa akatuletea tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kitabu kile cha Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 10. Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 10 anasema hivi: kwa maana twajitaabisha na kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamtumaini Mungu aliye hai, aliye Mwokozi wa watu wote, hasa wao waaminio. Kwa maana hii twajitaabisha kwa kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamtumaini Mungu aliye hai. Hawatumaini kitu kingine ambacho hakina uhai. Labda niseme hivi, kwenye maisha tunayoishi, au maisha yako wewe unakukijiangalia namna unavyoishi, hapo ulipo ni matokeo ya tumaini ulilokuwa nao au ulilonalo. Kwa sasa itategemea tumaini ulilokuwa unalitumaini, ulilotumaini lipo kwenye kitu gani, kwa sababu ili mtu uweze kutumaini kitu ni lazima kuna kitu au kuna mtu ambaye anakusababisha uweze kutumaini hicho unachotaka kukitumaini. Kwa hiyo hapo ulipo itategemea wewe tumaini lako limekaa katika eneo gani. Kuna wengine wanatumaini akili zao wenyewe, kwamba mimi hapa mimi ndo kila kitu, naweza nikafanya chochote, sihitaji msaada, kwa sababu tu wengine nimesoma, na elimu, nimesoma na degree hata kama ni 10. Kwa hiyo mwingine anategemea akili zake mwenyewe, anazitumaini akili zake mwenyewe. Lakini kuna wengine wataenda hata kwa waganga. Wengine watatumaini hata marafiki. Kwa sababu gani? Kwa namna ambavyo wanawashauri kwenye vile vitu wanavifanya. Kwa wanaona hapa huku ndio nakotakiwa kutumaini. Lakini hapana. Sisi tunaomwamini Kristo hatutakiwi kutumaini akili zetu, hatutakiwi kumtumaini mwanadamu, hatutakiwi kutumaini kingine chochote isipokuwa Yesu Kristo pekee, ambaye ndio tumaini letu lenye uzima au lenye uhai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha, ngoja tuone hapo kitu. Ukisoma kitabu kile cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Msomaji leo haupo. Mithali 3 mstari wa 5 na wa 6. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6 inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako. Katika njia zako zote umkiri yeye. Yaani tumepewa kabisa simple and clear. Hatutaki kutegemea akili zako. Hata kama unaona una uwezo kiasi gani, hata kama unajiona wewe ni genius kiasi gani, bado kuna namna hautakiwi kutegemea akili zako. Unatakiwa tumaini lako, ili akili zako ziweze kufanya kazi vizuri, ni lazima uangalie yule aliyekupa hizo akili, ndio umtumaini, alafu sasa akusaidie kwenye hizo akili zako ndizo ziweze kufanya kitu. Lakini usiseme tu mimi naweza mwenyewe, nitafanya 1 2 3. Ndio maana kile kitabu cha Yeremia ile, ukisoma Yeremia ile 17 mstari wa 5 anasema hivi, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kwa hiyo hutaki kuweka tumaini kwenye akili zako, hutaki kuweka tumaini kwa mwanadamu yoyote, awe ni rafiki, awe ni mtu ambaye tuseme unamwamini sana, yani au ni rafiki wako wa karibu sana, kwamba huyu kwa sababu ni rafiki wako wa karibu na naona kile anachofanya yeye anafanikiwa, basi na mimi nimtumaini kwa kile labda anachoniambia. Tumeshaambiwa hapa, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa ndio tumaini lake. Kwa sababu tumaini lililoko kwa mwanadamu siku zote halina uhai. Litakupa step 2, baada ya hapo utaona tena hamna mwanga. Utaona kuna nuru, baada ya wiki moja utaona tena giza. Lakini ukisoma ule mstari wa 7 anasema, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Sasa sijajua wewe
tumaini lako huwa unaliweka wapi? Na mara nyingi watu huwa tunapoteza tumaini hasa tunapopita katika nyakati ngumu. Tukipita katika nyakati ngumu ndio watu yani unakuwa kama huelewi ufanyaji. Kwa hiyo hata Mungu unamweka pembeni ili unaanza kutafuta watu kwamba nina hiki, nifanyaje? Nina hiki. Huyu ukienda kwa huyu atakushauri hiki, ukienda kwa huyu naye atakwambia hiki, ukikaa kwenye akili zako mwenyewe na yenyewe zitakwambia hiki. Mwisho wa siku utajikuta uko stranded, huelewi uchukue kipi, uache kipi. Lakini kama tungekuwa tuna uwezo tukisema niko katika changamoto, niko katika ugumu, niko katika shida, kwa nini nisiende kwenye tumaini ambalo tumehakikisha kwamba Yesu Kristo ndio tumaini lenye uhai, lina uzima. Kwa hiyo nina uhakika nikienda kule siwezi nikakosa solution. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma kile kitabu cha Yohana 16 mstari wa 33. Yohana 16:33. Yohana 16:33. Neno la Mungu linasema hivi: hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Huyu ni Yesu. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini mimi, yani Yesu Kristo, anasema nimeushinda ulimwengu. Kwa mnatakiwa mjipe moyo. Maisha yetu siku zote huwa yanaangukia katika nyakati tofauti tofauti. Kuna nyakati nzuri na kuna nyakati mbaya. Na Yesu aliliona hii, ndio maana akasema duniani mnayo dhiki. Kwa sababu alikuja na akaishi. Kwa anaona kila kitu, anaona kuna magonjwa, anaona kuna kushindwa kwenye kazi, anaona kuna kushindwa kwenye masomo, anaona kuna kwenye ndoa kuna mambo. Yani aliona maisha yote yaliyopo duniani. Ndio maana mwishowe akasema, jamani, kweli ulimwenguni kuna dhiki, lakini jipeni moyo kwa kuwa mimi nimekusha kuushinda. Kwa kama yeye amekusha kuushinda, tukiweka tumaini lake kwake, uwe na uhakika ile nguvu iliyomsaidia yeye kushinda ndio hiyo atakayotupa na itusaidie kushinda katika nyakati tutakazokuwa tunapitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ndio maana mhubiri alisema kuna nyakati ya kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kuwa na njaa, kuna wakati wa kushiba, kuna wakati utaona vita, kuna wakati wa amani. Hizo ni nyakati zote ambazo sisi tunapokuwa duniani tunazipitia. Leo hii umepata chakula, unaweza ukajikuta kesho huna hata chakula cha kulisha familia, uko njaa. Je, ukifika katika hiyo hali bado unaweza kumtazama Kristo katika hilo eneo kwamba aweze kukuvusha? Leo uko mzima, kesho ukawa kitandani mahututi. Ukiwa katika hiyo hali, je, bado utakuwa una uwezo wa kumwangalia huyu Kristo ambaye ulikuwa unamwangalia wakati uko katika uzima, aweze kukusaidia ulipolala pale kitandani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au tunaona tu wepesi kumtumaini Mungu tunapokuwa katika mambo mepesi, tunapokuwa katika amani kwamba everything is okay, kila kitu kiko sawa. Lakini tunapokaa katika maisha yenye changamoto, yana ugumu, tunahitaji kufanya vitu fulani ambavyo tunaona haviendi, je, bado tunaweza kumwangalia huyu Kristo ambaye ndio ana tumaini lenye uhai, tumaini lenye uzima, ili akaweze kutuvusha katika hilo eneo? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo katika Kristo Yesu tunalo tumaini la uhakika. Yaani ukiwa katika Yesu Kristo, wewe unaweka kwamba nina tumaini lenye uhakika, kwamba kama aliweza kufanya leo, ujue na kesho ana uwezo wa kufanya. Kama aliweza kumsaidia mtu fulani kwenye eneo fulani, kwenye kitu fulani, ujue na kwako pia ana uwezo huo, maadamu tu umeweka tumaini kwake. Ngoja tuone maana ya tumaini, ili tukiwa tunaenda huko unaelewa tumaini ni kitu gani. Tumaini ni nini? Tumaini ni tarajio la uhakika. Ni tarajio la uhakika kwamba jambo fulani linalotamaniwa litatokea.
tumaini ni tarajio au ni taraja. Kwenye Biblia kukuta kuna sehemu nyingine wameandika taraja, maana taraja lenu, ujue hilo ni tumaini. Tumaini ni tarajio la uhakika kwamba jambo fulani linalotamaniwa litatokea. Yaani kwamba unakuwa una uhakika wa kitu fulani, kwamba mimi nina uhakika kwamba na mimi nitakuja kuwa na mtoto. Yaani una uhakika kwamba una uhakika nitakuja kuwa mama. Kwa hilo ni tumaini. Na tumaini ni kitu ambacho huona kisichoonekana na linaweza kufikia yasiyofikika. Au kile kitu ambacho huwezi kufikia, ukiwa na tumaini ndani yako linaweza likakufikisha kwenye kile ambacho unakiona kiko mbali sana, lakini ukiwa na tumaini likakufanya ukakiona kiko karibu, kana kwamba unaweza ukakishika. Kwa hiyo linaweza kuona kisichoonekana likakufanya ukakiona, na linaweza kufikia yasiyowezekana. Bwana Yesu asifiwe. Isoma kile kitabu cha Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8 mstari wa 24 na 25. Mstari wa 24 na 25 unasema, kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani anayekitarajia kile akionacho? Bali tukitarajia kitu tusichokiona, tukingojea kwa saburi. Bwana Yesu asifiwe. Umeona hapa kwenye Warumi kitu kilichoandikwa, kwa maana tuliokolewa kwa taraja. Taraja ni tumaini. Na maana tuliokolewa kwa tumaini. Tuliokolewa kwa kutumaini kuokolewa. Yaani ni sawa na kama hapa ng'ombe amedumbukia kwenye shimo, anakuwa anatarajia kwamba kuna mtu atakuja kuniokoa hapa. Kwa hiyo ndivyo hata sisi tuliokolewa kwa taraja. Yaani wokovu wetu ulikuja kwa taraja, kwamba tulikuwa tunaamini kwamba tulikuwa kwenye dhambi, sawa tumemkosea Mungu, lakini tulikuwa tunaamini kwamba tutaokolewa. Kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena. Kwa sababu taraja yeye inatakiwa itazame kitu ambacho hakionekani. Kikiwa kimeonekana tayari, hicho ni kitu ambacho ni dhahiri. Kimeshafika level nyingine ya imani ambayo imeleta sasa hicho kitu katika uhalisia. Lakini katika tumaini tunaangalia kile kitu ambacho hakionekani. Ndio maana hapa amesema kama kinaonekana basi sio taraja tena hilo. Sio tumaini. Kwa sababu tumaini lazima nitarajie kitu ambacho sikioni ili kitokee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumaini sio kwamba ni tamaa au ni hisia fulani ya kwamba nataka kitu fulani, najisikia kupata hiki, anatamani nipate hiki. Yaani unakuwa kuna ule uhakika wa kupata jambo fulani, na unakuwa unalitegemea au unalisubiri. Hapa kwenye hii Warumi mstari 20 anasema kwamba unalingojea kwa saburi, unakuwa mvumilivu. Kwa sababu tumaini yenyewe sio ya hapo hapo kwamba nimetaka kuwa na gari basi linakuja hapo hapo. Hapana. Tumaini ni mshirika muhimu sana wa imani. Tumaini ni mshirika muhimu sana wa imani. Ukisoma kile kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 1, ile definition ile na nia ya imani, kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo ili sasa imani iwepo, lazima kwanza niwe nina taraja ambalo ninalo. Kwa sababu imani iko kutekeleza kile tumaini imekitarajia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapa nikasema tumaini ni mshirika muhimu sana wa imani. Kwa sababu ili imani iweze kufanya kazi, lazima imtafute tumaini. Kuna tumaini sehemu fulani. Kuna mtu ametarajia kitu sehemu fulani. Okay, kama ametarajia ni kitu kweli ambacho hakioni, lakini anakitarajia kukipata. Sasa hapo anaipa nafasi imani iingie kazini. Kwa namna nyingine naweza nikasema tumaini ndio msingi wa imani kuweza kufanya kazi. Kwamba ili sasa imani iingie kazini, lazima tumaini lianze kujenga msingi. Ni sawa na nyumba tunavyojenga, hatuwezi tukajenga bila kuanza na msingi. Lazima tujenge msingi alafu sasa ndo tuanze kupandisha tofali.
Kwa sasa ndivyo ilivyo hata tumaini. Tumaini linaweka msingi ili imani ije ianze sasa kutenda kazi. Inaanza kupandisha tofali moja, inakuja lingine, inakuja lingine. Kwa hivi ni vitu ambavyo sasa vinategemeana. Yaani vinatembea kwa pamoja. Safari yake ni moja. Lakini sema tu mmoja yeye ni wa sasa, lakini mwingine ni wa siku za mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nisome kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13:13. Wakorinto wa kwanza 13:13 inasema, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, na lililo kuu ni upendo. Lakini hapo nataka tuangalie hivyo viwili, imani na tumaini. Au kwa summary tu niseme kwamba anaposema basi sasa inadumu imani, tumaini na upendo, hizi ni nguzo kuu tatu niseme katika maisha ya Mkristo au katika maisha ya muamini. Kwamba muamini ili uweze kusimama, hutakiwi kukosa imani, hutakiwi kukosa tumaini, hutakiwi kukosa upendo. Na ndio maana akasema na katika lilo kubwa ni upendo, kwa sababu upendo ndo unabeba sasa hivi vyote. Lakini sasa kwenye upendo huko tusiingilie, tunataka tuangalie tu huku kwenye tumaini ambalo vinabebana na imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunasema hizi ni kanuni au ni nguzo ambazo ni vitu vya muhimu sana kwenye maisha ya Mkristo. Ukikosa tumaini, ujue imani yako haiwezi kufanya kazi. Ni lazima utumaini, ni lazima uwe unatarajio kwa kile ambacho ukioni, ili sasa imani uipe nafasi, imani iweze kufanya kazi. Kisoma kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 3. Wathesalonike wa kwanza sura ya 3. Sura ya kwanza mstari wa 3. Sura ya kwanza mstari wa 3 inasema, wala hatuachi kuikumbuka kazi yenu ya imani na taabu yenu ya upendo na saburi yenu ya tumaini lililo katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele za Mungu Baba yetu. Umeona hapo kitu ambacho Paulo alikuwa anawaambia hawa watu. Hatuachi kutambua imani yenu, upendo wenu na tumaini lenu. Kwamba hivi vitu ni vitu ambavyo kwenye maisha yetu hatutakiwi, yani tunatakiwa kila wakati tunajichunguza. Hivi mimi niko katika upendo? Hivi mimi ninatembea katika imani? Ninatumaini? Kwa sababu ndizo nguzo ambazo tumesema kule, amesema inadumu imani. Kwa hiyo ni nguzo ambazo haziwezi kuondoshwa kwa namna yoyote. Kwa hiyo hata unapopita katika magumu unatakiwa ujiangalie, je, bado nina hizi nguzo? Nimesimama katika imani? Je, bado ninamtumaini Mungu hata katika hili gumu ninalolipitia? Bado ninamwamini Mungu? Kwa sababu tumeambiwa ni vitu ambavyo havitaondoshwa. Vipo. Kwa hiyo wewe sasa unatakiwa unajua kabisa sasa hizi niko katika nyakati ambazo ni ngumu. Je, bado nimeweza kudumu katika imani? Je, bado nimeweza kudumu katika kumtumaini Mungu? Je, bado nimeweza kudumu katika upendo? Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinatakiwa vidumu maisha yako yote. Kwa sababu gani? Tunasema imani ni kitu cha sasa. Kwamba chenyewe kinaongelea mambo ya sasa hivi. Ningesema mimi Mungu nimepona. Ndio maana Mungu anatuambia kwamba mkiwa mnaomba aminini kwamba mmepokea, kwamba ni sasa hivi mmepokea. Lakini tumaini lenyewe linaangalia siku za usoni. Ndio maana Mungu anasema kuwapa tumaini katika siku zetu za usoni. Kwa sababu gani? Anatuwazia mawazo mema ili kutupa tumaini katika siku zetu za usoni. Kwa tumaini lenyewe ni la siku za usoni, au ni la kesho yako. Lakini ukija kuangalia upendo ni wa siku zote. Wenyewe upo. Kila siku utaamka, leo upo, kesho utaukuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo bila kuwa na tumaini, sasa nataka tuangalie tu hivi vitu vile, imani na tumaini. Bila kuwa na tumaini, imani haiwezi kuwa na nguvu. Kwa hiyo ni lazima kwanza tumaini liwepo, ili imani iweze kupata nguvu ya kudhihirisha yale ambayo umeyatarajia.
Kwa kama sasa wewe ni mvivu katika kutarajia, unasema tu unaishia kwenye kutarajia, afu hutaki sasa kuvuka kutoka kwenye kutarajia kwenda katika udhihirisho wa kile ulichokitarajia, utajikuta wewe ni mtu wa kutarajia tu na kutarajia, miaka inaenda inarudi, uko tu unatarajia. You don't move. Hausogei. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tusome kile kitabu cha Ayubu 14. Ayubu 14. Ayubu 14 mstari wa 7 na mstari wa 7. Ngoja nichague mstari ya kusoma hapa. Ayubu 14 kuanzia mstari wa 7 anasema kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa michangani, mashina yake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji itachipuka na kutoa majani kama mche. Kwa hiyo yako matumaini ya mti ukikatwa kwamba utachipuka tena. Tumaini ni kitu kizuri, hasa ukikijua na ukijua namna gani ukiishi, utembee nacho. Kama anasema kuna tumaini, kama mti ukikatwa unaweza kuchipua tena. Kwa hiyo hata wewe ukianguka, uwe una uhakika utaweza kusimama tena ukiwa na tumaini la kumwangalia Kristo. Kwa sababu sisi tumaini letu limekaa kwa Kristo. Kwa haina namna ukaanguka afu kwenye una tumaini la Kristo akakuacha. Lazima atakuinua tena, na akikuinua utachipua vizuri zaidi. Tumaini na imani ni vitu au ni nguzo za muhimu sana katika maisha na hatima ya Mkristo. Tena nashukuru Mungu, last Sunday tumejifunza kuhusu imani. Pastor amefundisha somo la imani. Kwa sasa ukiweza kuconnect the dot la somo lililopita na hili, alafu ukatembea nayo. Kwa sababu amegusia, ndio maana mimi imani siigusi sana na iko kwenye tumaini. Kwa sababu lakini ni vitu vinavyotegemeana. Kwa kama ukuwepo last Sunday, fuatilia somo lililopita alilofundisha Pastor Jumapili iliyopita. Alafu kiunganisha na hili ili uweze kupata mtaji wa kufanya wewe uweze kutembea kwenye hizi nguzo, kwa sababu ni vitu vya muhimu kwenye maisha ya Mkristo. Bila tumaini imani yako haifanyi kazi. Ni lazima kwanza uanze kutarajia. Ndio watu tumeambiwa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Huna taraja, ina maana imani itabaki pale dormant, haitafanya chochote. Lakini pia tumaini hutembea pamoja na imani. Yaani palipo na imani lazima tumaini lipo. Kwa sababu imani haiwezi kwenda peke yake. Lazima kwanza inamsubiria mdogo mtu aweke msingi, alafu yeye aweze kuendelea kule juu. Haleluya. Haleluya. Amen. Lakini pia tumaini huweka msingi wakati imani inajenga. Hapa nataka tunaangalia tu vitu ambavyo tunagusia kwenye imani na tumaini. Tumaini huweka msingi wakati imani yenyewe iko katika kujenga. Kwa ni lazima kwanza tumaini ianze kupita, kutengeneza msingi wa hilo jambo ambalo wewe unalitarajia. Alafu sasa imani ije ianze sasa kuweka tofali, inaanza kuongeza mpaka inamaliza jengo. Lakini pia tumaini huonyesha uwezekano wa kitu kutokea. Yaani yenyewe inakupa tu kwamba kuna uwezekano hiki kitu kinaweza kikatokea. Ila imani inatoa uhalisia wa kile ambacho umetamani kuona kinatokea. Yenyewe sasa inakileta katika uhalisia. Wakati huo tumaini yenyewe imekupa tu kwamba kuna uwezekano ukawa na mtoto. Kuna uwezekano wewe ukawa wa kwanza darasani. Kuna uwezekano biashara yako ikafanikiwa. Lakini imani inapoingia kazini, yenyewe ikwambia ina uwezekano, inakwambia uhakika upo na ikakuletea pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tumaini pia hutarajia matokeo mazuri katika maisha au katika kitu fulani. Siku zote yenyewe inatarajia matokeo mazuri, lakini sasa imani yenyewe inatengeneza matokeo bora zaidi. Kwa hiyo katika imani unaweza ukasema pengine labda mtu ulikuwa una struggle kwenye kupata kwenye uzao. Ukamwambia Mungu, mimi natarajia
kwamba natarajia kwamba nitakuwa na mtoto, yani nitakuwa na mtoto. Okay, umeendelea kukaa kwenye ile tarajio lako, imani ikaingia kazini. Imani ilivyoingia kazini, cha kushangaza, kwenye uzao tu mmoja Mungu akakupa watoto 5. Kwa ukao na mapacha wako 5. Kwa tayari yenyewe kwamba wewe ulikuwa unatarajia kwamba nitapata mtoto, lakini imani imekupa zaidi, imekupa matokeo bora zaidi, yani imeenda extra. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sasa tuangalie namna gani tunaweza tukavuka kutoka kwenye tumaini tukaingia kwenye imani. Kwa sababu ukiishia tu kukaa kwenye tumaini utakuwa upati kitu, utakuwa unaishia tu wewe kusema mimi natumaini nitakuwa na mtoto mwaka wa kwanza, natumaini nitakuwa na mtoto mwaka wa pili, natumaini nitakuwa na mtoto mwaka wa 3. Lakini unatakiwa uvuke. Ni sawa na wanaoendesha magari haya ya manyu. Hawezi akasema tu mtu anaendesha tu kwenye gia namba 1, namba 1, namba 1. Hapana. Kuna wakati unahitaji kuchange gia. Umetoka namba 1 iende gia namba 2. Kwa umeingia kwenye gia ya tumaini. Umekaa kwenye tumaini hapo. Kuna namna unatakiwa uivushe hiyo tumaini iende kwenye gia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la kwanza, tafuta maandiko sahihi ya tarajio ulilonalo. Au tafuta maandiko sahihi ya tumaini ulilonalo. Pengine wewe umesema mimi natamani niwe wanakuwa wa kwanza darasani. Sasa katika hilo tarajio ambalo umesema mimi nataka kuwa wa kwanza darasani, usiishie tu kutarajia nataka kuwa wa kwanza darasani. Nahitaji sasa kutafuta imani ya hilo tarajio ili nianze kujenga imani. Nitafute neno sahihi kwenye hilo eneo. Okay, umesema Mungu amesema okay, kwa sababu nitakuwa kichwa sio mkia. Natembea na hilo neno sasa. Ili sasa niweze nitoke kwenye kutumaini nije sasa katika imani, ili ile imani inisaidie kudhihirisha mimi kuwa wa kwanza, nisiwe mkia nikawe kichwa. Ndio maana kwamba tafuta maandiko sahihi ya hilo tarajio ulilonalo. Maandiko ni neno la Mungu na neno la Mungu ndio kweli. Kwa hiyo kwa namna nyingine unaweza ukasema uangalie kweli iliyopo katika hilo tarajio ulilonalo. Kuna kweli ipo kwa ajili ya hilo tarajio. Hiyo kweli inasemaje? Sitakufa bali nitaishi. Si ndio? Hiyo ni kweli, inaniambia wewe hutakufa bali utaishi. Kwa sasa nakaa katika hiyo kweli kiasi kwamba niamini, imani ije izae na ilete kile kitu katika uhalisia. Kwa sababu imani si inakuja kwa kusikia jamani. Si ndio? Kwa hiyo sasa napopata neno naanza kutafuta kusikia imani inaniambia nini mimi kwenye kitu kile ninachokitarajia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma kile kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 3:16 na 17. Timotheo wa pili 3:16 na 17 nasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya makosa yao, kwa kuongoza, kwa kuwaadabisha katika haki. Kwa hiyo hata kama unapotaka ninatarajia kitu fulani, nahitaji andiko liniongoze kwenye hili tarajio langu. Nahitaji andiko linifundishe kwenye hili tarajio langu. Pengine nimetarajia lakini Mungu hataki utarajie pengine hicho kitu. Kwa hiyo neno litakufundisha. Unapokuwa katika namna ya kutafuta, ina maana neno litakufunulia kwamba hapa sasa wewe ulitarajia hivi, lakini neno linasema hivi. Kwa hiyo linakuweka katika mstari sahihi ili uweze kupata kitu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukisoma kile kitabu cha Kolosai 3:16, Kolosai 3 mstari ule wa 16 inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo. Neno la Kristo na likae kwa wingi.
Unajua ili uweze kupata andiko sahihi, kuna wakati unaweza ukaa katika wakati mgumu ambayo ukashindwa hata kusema nikae sasa nitafute andiko. Lakini katika huu wakati ambao unajua uko katika amani, uko katika furaha, jifunze kutunza neno la Mungu ndani yako. Ili hata inapofika katika huo wakati uweze hata kusema sasa siwezi hata kusema nitafutie andiko hivi andiko gani, lakini ukikaa tu katika kumeditate, Roho Mtakatifu atakusaidia tu, utashangaa kuna andiko linakuja ndani yako. Alafu utakapoanza kulitafakari lile andiko, utaona lina support kile kitu ambacho umekuwa unakitarajia. Kwa hiyo jifunze kuweka neno la Mungu katika nyakati ambazo ni nzuri. Kwa sababu itakuwa ndio niseme ndio akiba yako katika wakati wenye nyakati ngumu ambazo unajikuta huwezi hata kusema nikashika na nini neno nianze kusoma. Lakini unapokaa kwa sababu ile neno tayari liko ndani yako, kwa hiyo vitu vinakuwa tu vinatoka. Ukikaa katika kutafuta utajikuta hii ndio neno langu la hili tarajio nalolihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tujifunze na tupende kutunza, kuwa na akiba ya neno ndani yetu. Kwa unahitaji msingi wa neno ili uweze kuwa na akiba nzuri ya kukusaidia katika tarajio unalokuwa nalo kwa wakati huu. Jambo la pili, kiri kutokuamini kwako. Kiri kutokuamini kwako. Ili sasa uweze kuvuka kutoka kwenye level ya tumaini ukaingia kwenye level ya kuamini. Pengine umetarajia, alafu mwenyewe yani huamini kama kitatokea, ila tu umeweka matarajio. Kwa hiyo sasa wewe nenda mbele za Mungu alafu kiri kutokuamini kwako. Kwa sababu hiyo itakuwa ni njia ya wewe kuvushwa katika ile eneo, na Mungu atakuaminisha kwa namna tofauti kiasi kwamba utatoka kwenye tumaini na utaweza kuamini kile ulichokitarajia. Kwa hiyo kuwa tu mkweli mbele za Mungu. Zaburi ile ya 51 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema Mungu anapendezwa na kweli iliyo moyoni. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu na ukakiri kwamba Mungu kweli mimi natarajia hiki, lakini naona yani sina imani kabisa, nisaidie kutokuamini kwangu. Na ukifanya hivyo Mungu anaona kabisa kumbe huyu ananitumaini mimi, ndio nimsaidie nimvushe kutoka katika ile level ya kutumaini ili aje katika kiwango cha kuamini, cha kutembea katika imani kwenye kile ambacho amekitarajia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mueleze Mungu vile unasikia na ni eneo gani unapata ugumu wa kuweka tumaini kwa Mungu. Just be very open. Yani kuwa tu muwazi kwamba Mungu, yani mimi naona kwenye hili eneo la kusema kwamba mimi nitapata mtoto, yani naona yani napata sana ugumu kuamini kwamba kama kweli kwa umri huu. Ni sawa na Ibrahim alivyoambiwa kwamba nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Aliambiwa hivyo, lakini moyoni mwake akasema akipiga calculation, Mungu kwa umri huu mimi nina miaka saizi 90 almost. Haya, nimeshavuka kwenye hali ya kibinadamu tayari, nimeshavuka kile kiwango cha kwamba nitaweza kuwa na mtoto. Nikimtazama mke wangu naye the same. Hivi kweli hapa? Umeona? Yaani kuna doubts alikuwa nazo. Lakini hiyo haikumfanya aache kuamini. Alikuwa kwa sababu yeye Ibrahim alikuwa anaongea na Mungu. Kwa hiyo alikuwa akifika pale yani Mungu kweli, mimi hivi nitaweza? Kwa Mungu alikuwa anajua kwa huyu kuna namna anapata shida kuamini kwenye hilo eneo. Hasa wewe ukikaa nacho ukasa tu amini natarajia. Mungu unajua mimi naamini. Unajua sometimes ndio wanasema moyo ni mdanganyifu. Moyo unaweza kukuhamisha kwa kufikiri kwamba unaamini lakini kumbe hauamini. Kwa hiyo si beta tu kaenda tu mbele za Mungu, nisaidie mimi niamini kwenye hiki kitu. Nisaidie kwamba ninaweza nikatoka kwenye hii changamoto nilionayo. Naona siwezi kabisa kuamini. Nisaidie, nafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni jambo moja kuijua kweli. Lakini wakati mwingine ni ngumu sana kutumaini, hasa pale unapokuwa katika nyakati ngumu. Kwa unaweza ukawa umeshapata kweli andiko linalo support hiyo, lakini bado kuna namna inakupa ugumu kuamini. Kwa kweli umeshaijua lakini bado hujaweza kuamini. Kwa just submit yourself. Wewe nenda tu kwa Mungu. Mungu, mimi hapa naona nashindwa kuamini. Nisaidie. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Utaandika pia kitabu kile cha
Zaburi ya 62 mstari wa 8 utasoma, na Marko 9:24. Jambo la tatu, tunawezaje kumove kutoka katika tumaini tukaingia katika imani, ambapo sasa imani inatusaidia kuleta vitu katika uhalisia, kwamba tuweze sasa kuviona, kwa sababu tulikuwa katika kiwango cha kuto kuviona, tunataka sasa tuvione. Jambo la tatu, kutembea katika Roho Mtakatifu. Kutembea katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu wa kudumu. Yenye tumepewa given. Yesu alivyoondoka akasema, sitawaacha nyinyi yatima, ninawaachia msaidizi, nitawapa msaidizi ambaye ndio Roho Mtakatifu. Sasa kama Roho Mtakatifu ndio msaidizi, unaachaje kumtumia akusaidie, akupe kweli, akuongoze katika kweli, akukumbushe, kwa sababu ndio kazi zake. Kisoma kile kitabu cha Yohana 14:26. Yohana 14:26 nasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atawafundisha yote na kuwakumbusha. Atatufundisha kwa sababu yeye ni mwalimu, lakini atatukumbusha kwa sababu tayari ameshatufundisha. Kwa kuna kitu kipo ndani yetu. Kwa atakukumbusha, kuna namna utakuwa unatafuta kitu cha kuweza kunisaidia kwenye hili tarajio nililonalo. Madam umemuinvolve Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi katika shirika. Kwa hiyo ili sasa aweze kukusaidia, ni lazima wewe ufanye naye kazi kwa shirika. Roho Mtakatifu, hebu nikumbushe hapa. Ni neno gani naweza nikatembea nalo katika hili tarajio nililonalo? Sasa madamu amekufundisha na una neno, una akiba ya neno ndani yako, uwe na uhakika atakuwa anakukumbusha kwamba hapa fanya kitu fulani, hapa tumia neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Lakini pia ukisoma ile Yohana 16 mstari wa 13 anasema hivi, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Jinsi Roho Mtakatifu alivyo mzuri. Atawaongoza katika kweli yote, lakini sio tu kuwaongoza, atawapasha habari ya mambo yatakayokuja, yajayo. Kwa kuna wakati mwingine tunapita kwenye nyakati ngumu kwa sababu tu hatujamuinvolve Roho Mtakatifu. Yupo kutuonyesha kesho ina nini. Kwa hata kama litatokea, lakini madamu amekuonyesha, unakuwa unatumaini kama ameshanionyesha basi na maana nitalivuka. Kuliko tu kwamba kile kinatokea kitu pa. Ndio mtu lazima utaanza kuwa na stress, utaanza kuwa na mawazo, utashangaa umepoteza focus. Lakini tunapomuinvolve sasa Roho Mtakatifu, anatusaidia kututoa katika yale ambayo tunayatarajia na kutuweka katika ile kweli na kutufanya tuweze kuiamini, na tukiiamini tukaone vitu vinadhihirika kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu atakuongoza katika kweli, atakukumbusha, lakini pia atakuonyesha uhakika wa kesho yako. Kwa tayari utakuwa unatumaini la kesho, kwamba kesho yangu itakuwa ni nzuri, kesho yangu itakuwa ni yenye kubarikiwa, kesho yangu itakuwa ni njema, kwa sababu yeye yupo kutuonyesha. Lakini ili mpaka akuonyeshe, ni mpaka sasa umemuinvolve, umemruhusu aweze kuja ndani yako, aweze kufanya kazi na shirika pamoja na wewe, kwa sababu hafanyi kazi peke yake. Ni lazima umruhusu. Na unamruhusuje? Utatakiwa kwanza uokoke, mkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukishamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utatakiwa sasa utengeneze kiu ya kumtaka huyu Roho Mtakatifu. Ndio maana leo natuambia njooni kwangu ninyi nyote wenye kiu na njaa. Kwa unatakiwa utengeneze kiu. Mtu ambaye anakuwa na kiu, si lazima iza amekula sana vitu vikavu au ametoka kula chakula, ina maana hapo ameshatengeneza kiu. Kwa na wewe unatengenezaje kiu ya kumtaka huyu Roho Mtakatifu? Kaa kwenye maandiko. Tafuta, msome huyu Roho Mtakatifu ni nani, mfahamu kwa undani, ili itakutengenezea kiu ya kumtaka huyu Roho Mtakatifu ili aweze kutembea na wewe. Lakini usiishie hapo. Ukimaliza hapo sasa, omba.
Mwambie Mungu, ulisema utatuachia huyu msaidizi, ninamuhitaji. Umesema kila mwenye kiu na aje. Mimi nina kiu na huyu Roho Mtakatifu, ninamuhitaji kwenye maisha yangu, ili akaniongoze katika kweli, ili akanikumbushe, ili akanifundishe. Halafu mwishoni unampokea. Kwa sababu sishie tu kumuomba alafu utaki kukaa katika hali ya kumpokea. Kumpokea na maana sasa mpe nafasi kwa kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la 4. Jambo la 4 la kututoa kutoka kwenye tumaini ili tuweze sasa kuamini, tuingie katika imani. Jambo la 4. Tangaza kwa ujasiri matarajio yako yaliyo na msingi wa neno. Tangaza kwa ujasiri matarajio yako yaliyo na msingi wa neno. Tangaza kwa ujasiri matarajio yako yaliyo na msingi wa neno. Usitangaze tu yale ambayo hata huna msingi wa neno. Hujapata backup kutoka kwenye neno la Mungu. Kweli imesema nini kwenye hilo tarajio? Sio tukaanza kuyatangaza. Tunatangaza yale ambayo tumepata na uhakika wa neno la Mungu. Hayo kwa sababu neno la Mungu ndio litakupa ujasiri wa kuanza kuyatangaza. Kwa sababu linakupa uhakika kwamba kuna uhakika hiki kitu kinatokea. Kwa lazima utangaze kile ambacho unajua hiki kinatangaza, ili ni tarajio langu ambalo tayari Mungu ameshaniambia mimi sitakufa bali nitaishi na nitayasimulia matendo makuu ya Mungu. Kwa natangaza mimi kifo kabla ya wakati hakipo kwangu. Natangaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisoma kile kitabu cha Zaburi ya 91. Zaburi ya 91. Hapa tunaona huyu mtunga Zaburi alivyokuwa anatangaza hakikisho la ulinzi wa Mungu kwenye maisha yake. Kwa sababu alikuwa anatarajia Mungu ndio amtunze. Zaburi ya 91 unaweza kaandika tukaenda kusoma yote. Mimi nitapiki tu baadhi ya mistari hapa. Anasema hivi, mstari wa kwanza anasema aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiyo kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Mstari wa 5 anasema hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani. Yaani alikuwa anatangaza namna ambavyo Mungu anaachilia ulinzi, kwa namna ambavyo ukimtumaini. Kwa akawa anasema kumbe nikimtumaini Mungu kuna namna ananipa ulinzi. Kama ananipa ulinzi, sasa kumbe kama ameweka kwenye neno lake, ni utangaze, ni useme. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu kwamba kitu nikae nacho moyoni. Natakiwa ni utangaze. Kwa sababu jambo likiwa moyoni mwako, hilo bado liko katika level ya tumaini. Bado unatumaini kwamba natumaini hiki kitu kitatokea. Liko moyoni mwako, ina maana bado liko katika level ya tumaini. Ili sasa livuke kwenda kwenye level ya imani, ni lazima utangaze, utumie sasa kinywa, useme, utamke lile tarajio lako ambalo sasa limeendana, limebebwa na msingi wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3. Nasema, lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 13 unasema, lakini kwa kuwa tuna roho ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini, kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini, na kwa sababu hiyo twanena. Kwa hiyo ukishafika katika level ya kuamini, ni lazima utamke, ni lazima unene. Ndio maana hapa wameandika kwamba kwa kuwa tuna roho ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini, kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini, kwa sababu hiyo twanena. Kwa hiyo ukiona haujaanza kunena, ujue kwamba bado sijafika katika level ya kuamini hicho ninachokitarajia. Ukiona sijaanza kukitangaza, ujue bado sijafika katika level ya imani ya kunisababisha mimi niweze kuanza kukitamka.
Kwa sababu unapoamini unatakiwa sasa unene au utamke kile ulichoamini. Lakini tu usiseme ulichoamini, sema ulichoamini sawa sawa na neno la Mungu limesema nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usitembee tu kwa kusema kwamba mimi natangaza, mimi niko hivi, mimi niko hivi, mimi nitakuwa kichwa wala sio mkia, mimi nitakuwa na watoto, mimi sijui biashara yangu haitakufa. Lakini bado hujaliweka katika msingi wa neno. Ni lazima utangaze kile ambacho kiko katika msingi wa neno la Mungu. Hicho ndicho kitakupa assurance ya kutokea. Nje ya hapo utakuwa bado uko kwenye tumaini. Ninatumaini mimi tu nitapata kazi. Ninatumaini nitapata kazi. Neno la Mungu linasema nini kwenye kuhusu kupata kazi? Au neno la Mungu linasema nini kwenye biashara? Mimi ni Mungu nikufundishaye kupata faida. Kama biashara yako imekaa katika hasara, Mungu amekwambia yeye ndo anayekufundisha kupata faida. Okay, nenda mbele za Mungu kwambia nifundishe kupata faida. Alafu sasa anza kunena, mimi sitakuwa mtu wa hasara. Biashara yangu itakuwa ni ya faida tu, kwa sababu nina uhakika nina mwalimu sahihi anayenifundisha kupata faida. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku zote hakikisha unakiri kile ambacho kiko ndani ya neno au kiko kwenye ule msingi mzuri wa neno. Sasa na hapa ndipo tunapofeli wa Kristo wengi, kwa sababu wengi hatuna neno. Yaani kwenye neno imekuwa ni changamoto sana. Yaani sasa hata mtu ukimwambia tu hebu niambie tu hata vifungu viwili vitatu, hawezi. Kwa sababu gani? Yaani tumerelax, tunaona tu tutasoma, tutafanyaje? Itafika wakati mgumu ambao huna Biblia, huna simu, huna chochote ambacho unaweza kusema sasa nifungue nianze kusoma. Unafanyaje? Roho Mtakatifu yupo, lakini sasa atakukumbushaje kitu ambacho hakimo ndani yako? Kwa ni lazima kwanza tuwe na tabia, tujenge tabia ya kuweka neno la Mungu ndani yetu. Yaani mioyo yetu ndio iwe Biblia. Hii Biblia au kuibaki tu kwamba tunaishika, lakini hata mtu akisema naichana na iondoa, unasema tu chukua, mimi tayari neno liko huku. Vitu vitakuwa tu vinabubujika huko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni muhimu sana kutangaza kwa ujasiri kile kitu ambacho umekitarajia. Hata kama umetarajia kukaa salama, umetarajiwa kulindwa, tangaza. Kwa sababu Mungu amekuhakikishia ulinzi. Anasema katika amani yako nitajilaza na kupata usingizi mara. Kwani wewe Bwana ndio unijalie kufanyaje? Kukaa salama. Tayari hilo ni tumaini amekupa. Tayari hilo ni uhakika amekupa kwamba yeye atakulinda. Kwa hiyo unatakiwa ufanyaje? Tafuta amani. Unatakiwa utafute amani. Amani tunaipataje? Kwa kumjua Mungu. Ayubu ameshasema mjue sana Mungu ili ufanyaje? Uwe na amani. Okay, na nikishakuwa na amani nasema katika amani ya Kristo nitaweza kujilaza. Unajua kuna watu wengine wanaogopa kulala usiku peke yao. Kwa hiyo unaweza kuta mtu akawa anahangaika, yani akishafika tu saa 12 anawaza hivi mimi leo nalalaje huko ndani. Na rafiki yangu mmoja kuna siku alinitafuta. Mimi ndo nilikuwa namuuliza, nikamwambia mbona kila siku unapenda kunitext saa 8, saa 9. Yaani ukiamka asubuhi ndo unakuta message zake saa 7. Naambia vipi, nasema ndugu yangu, mimi usiku waga silali. Yaani ni muoga kupitiliza. Kwa hiyo ikifika usiku bora tu hata nikae macho. Kwa hiyo nitakaa tu na simu yangu hapo, nitakaa na chat, nitatuma message huku, nitatuma message huku. Naambia sasa kwa nini unafanya hivyo? Kwani umwamini Mungu? Sasa na muamini hadi Biblia nalala nayo chini ya mto. Naambia sasa ukilala na Biblia chini ya mto ndugu yangu inakusaidia nini? Nikamwambia tafuta tu neno. Nikampa tu hilo andiko. Nikamwambia soma ile andiko. Kila kabla kwenda kulala unaenda unalisoma. Sasa ndugu yangu asante. Yaani hapa tu nimelisoma lakini kuna namna naona ila kweli. Sasa kwa nini mimi nilikuwa naogopa? Nikamwambia wenzako sisi nilikuwa mdogo, nilikuwa sio form 1, niliachiwa jumba zima na nikalala mwenyewe. Unachoogopa ni nini? Yesu amekwambia atakulinda. Amini kwamba Mungu atakulinda. Yaani kuwa na hiyo imani kwamba Mungu atanilinda. Maadamu ameshasema yeye atanilinda. Kwa hiyo ninakuwa nina uhakika 100% kwamba Mungu mimi ananilinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hata kama kuna wengine mnaogopa kulala wenyewe, tafuteni hayo maandiko yawatie moyo, yawatie nguvu. Haleluya. Jambo la 5. Jambo la 5 unasema usionee haya kamwe tarajio lako. Maana tumaini halitahayarishi au tumaini halihaibishi. Kwa hiyo usionee haya kamwe tarajio lako. Kisoma ile Warumi 5:5.
ile part A. Warumi 5:5. Tasoma. Na tumaini halitayarishi, kwa maana Basi hapo. Na tumaini halitayarishi, yani tumaini huwa haliaibishi, hasa tumaini lililo katika Kristo Yesu. Unapotumaini kwamba atakulinda, uwe na uhakika atakulinda. Si ndio? Kama yeye alisema kwamba wale wanaojenga wakiujenga mji bila yeye kuwepo wanafanya kazi bure, na wale wanaolinda wakilinda pasipo yeye kuwepo wanafanya kazi bure. Ila yeye akiwepo uwe na uhakika kwamba anakulinda. Kwa hiyo usionee haya tarajio lako kwamba hivi kweli Mungu amesema mimi atanilinda. Kulionea haya na maana ndio unakuwa katika kiwango ambacho huwezi hata kulitamka, huwezi kulikiri, kwa sababu bado unalionea haya. Yaani unakuwa bado hujajijenga katika ule uhakika kwamba kweli kitatokea. Kwa hiyo unakuwa unaona hivi nikilisema alafu lisitokee je? Umeona hapo maswali tunakuwa tunajiuliza. Sasa Mungu umesema nifanye hivi, nikifanya alafu visitokee, inakuwa tayari ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo hutakiwi kuvionea aibu. Kuna tarajio unakuwa nalo hutakiwi kukionea aibu. Mimi niliwaambiaga mara nyingi, mimi nilikuwa ni mtu mwenye aibu sana. Hata kusimama mbele ya watu ilikuwa ni shida. Nilikuwa siwezi nikasimama hapa nikasema eti nahubiri kwenye nani. Ndio maana hata mzazi wangu sasa akiniona na huwa ananishangaa, anasema hivi ni wewe kweli? Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu ambacho kuna siku nilikuwa najitathmini nikasema ila kweli kuna namna ambayo huwa nikiona kitu nasema kama yule ameweza kufanya, kwa nini mimi nishindwe? Alafu nasema yule afuni ni mwanadamu kama mimi, ameumbwa na Mungu kama mimi, kwa nini yeye ameweza alafu mimi nishindwe? Nakuwa na hivyo vimaswali. Alafu nasema na mimi ngoja nikajaribu. Kwa sababu nakuwa na uhakika ndani yangu, na uhakika kwamba na mimi nikifanya tena naweza nikafanya nzuri zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo nimekuaga na hiyo hali ya kujitia moyo, mpaka mnajikuta leo hii niko hapa naweza nikasimama hivi. Lakini mimi nilikuwa hata darasani, hata kama ninajua jibu, huwezi kunikuta nimenyosha mkono tena mwalimu anichague. Mpaka walimu walikuwa wananijua, anasema saa hizi fulani ndo ajibu. Naweza nikawa najua jibu, wengine wote wamekosea, wote wamekosa, lakini mimi najua, lakini sinyoshi mkono eti niongee mbele za watu. Nasema hapana, hiki kitu kigumu sana. Lakini sasa nikasema hivi sasa nitaenda nayo mpaka lini? Kwenye maisha haya tunayoenda nayo ndiko huko nakoenda mbele, ndio niko nakotakiwa kuongea zaidi kuliko huku nyuma ninakotoka. Kwa nikasema okay, kumbe hili ni kitu ambacho sitaki kukikwepa, ila natakiwa nikifesi. Na kifesije? Nianze na mimi kufanya hivyo hivyo kidogo kidogo. Leo hii niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usionee haya kile kitu ambacho unatarajia. Moyoni mwangu kipindi hicho nilikuwa natamani sana, mimi natamani siku nisimame sehemu, niweze kusema kitu kwa ujasiri, niweze kuongea na watu kwa ujasiri. Nilikuwa natamanio, yani nilikuwa ninatarajia hicho kitu. Lakini sasa nikana sana nafanyaje? Hizi aibu zinitoke, nafanyaje? Lakini Mungu mwema, leo hii niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usionee haya kama tarajio lako. Ukisoma kile kitabu, tumesoma hiyo Warumi 5, lakini pia soma Zaburi ya 119. Zaburi ya 119 mstari wa 116. Mstari wa 116 inasema unitegemeze sawasawa na ahadi yako nikaishi, wala usiniache niaibikie matumaini yangu. Wala usiache niaibikie matumaini yangu, unitegemeze. Daudi unajua alikuwa yuko uhuru sana kwa Mungu. Anambia nisije nikatarajia, nikawa na haya matarajio alafu ukaniaibisha Mungu. Naomba usinifanye nikaaibika na haya matarajio nilionayo. Nisifanye nikaaibika na hili tumaini nililonayo, kwa kuwa nimekutumaini wewe. Nisaidie. Kwa hiki kilikuwa kinampa ujasiri wa kuwa kila anakiri kitu, kila anachokitarajia anakikiri, anakisema na hakionei aibu. Kwa sababu ni kitu ambacho amekuwa anakitarajia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama wewe pengine kuna changamoto ambapo unakuwa unaipitia, lakini kuna uhakika umepata ndani yake, usionee haya hayo matumaini kuyakiri au kuyasema. Usiyaonee aibu. Usiyaonee aibu. Kwa sababu huko ndiko kwenye uponyaji wako, au huko ndiko kwenye kufunguliwa kwako.
Jana wakati najiandaa na hili somo, nilivyokuwa nasoma hii point, Mungu akanikumbusha kitu. Akasema hebu jitazame. Wakati namaliza darasa 7, nilipataga changamoto ya ngozi. Yaani ngozi yangu ilikuwa inatoka, yaani sijui nisemeje. Yaani kama vile mtu anayeumwa tete kuanga. Vinatoka vinakuwa na maji maji afu vinaacha mabaka meusi. Afu vilikuwa vinaniwasha sana. Hasa nimeenda na hiyo hali, nimetibiwa, nimeenda nao muda mrefu, nimeenda form 1 ninapambana nayo. Kiasi kwamba ikafika mahali nikawa siwezi kuvaa kama hivi nilivyovaa, siwezi. Nitataka ni either nivae nguo imifunike paka mguu, mikono hii nivae kitu kinachonifunika mpaka huku. Kwa hiyo kama ni shule nilikuwa ni lazima navaa. Yaani mimi nilikuwa ni mtu nikivaa sweta asubuhi, nitaenda kulitoa jioni napoenda kulala. Haijalishi kuna joto, haijalishi kuna baridi, yani niko nalo. Na unakuta saa nyingine kuna walimu walikuwa wanaforce. Kuna watu wengine hawatoagi hata masweta. Kuna joto, vueni masweta. Au ikifika kipindi cha joto, ile kipindi miezi ya joto, unaambiwa hakuna kuvaa masweta. Kila mtu aje. Kwa nilikuwa napata shida. Kiasi kwamba nikawa nikinunua mashati ya shule yale, na nunua mashati yale makubwa, yani oversize unajua. Kiasi kwamba ule mkono unatakiwa ukae hapa, mimi mkono unakaa huku. Ili tu nini? Kuziba ile hali, kwa sababu nilikuwa inanikosesha raha. Ilikuwa inanikosesha raha. Alafu na kimicho watu wanajua kabisa nimefika form 2 nikaokoka. Haya, nimeenda nayo. Sasa kuna ndugu yangu mmoja akawa hapo shuleni akawa amenitafuta akasema, "Wewe una changamoto, kwani usimwombe huyo Mungu akusaidie upone?" Ile kitu linitafakarisha sana. Lakini moyoni mwangu mimi najua sio kwamba nilikuwa siombi, nilikuwa naomba. Nikamjibu tu nikamwambia Mungu ataniponya kwa wakati wake. Lakini ile kitu ikawa inaendelea kunitafuna. Sasa kwa nini? Lakini sasa kama naomba, kwa nini Mungu aniponye? Kwa nini Mungu aniponye? Lakini ndani yangu kuna instruction nilikuwa napewa, ila nilikuwa naona ngumu sana kuzifuata. Yaani nilikuwa naona ngumu sana kuzifuata. Sasa Mungu inawezekanaje? Kwa sababu instruction nilizokuwa napewa nilikuwa naambia sasa, ili sasa uweze kukaa, ili uweze kurudi katika hali yako, rudi kuvaa kama ulivyokuwa unavaa kawaida. Yaani usivae hivyo unavaa unajifunika paka huku, yani ili tu usionekane, usionee aibu huo ugonjwa. Yaani ndicho nilichokuwa naambia, usionee aibu huo ugonjwa. Uache, we just be free, yani fanya kama huo ugonjwa haupo mwilini mwako. Alafu tembea hivyo. Sasa hiyo hali ilikuwa inanipa shida sana. Yaani ilikuwa inanipa shida sana. Kweli Mungu? Hapana. Lakini kila nikikanda ndani yangu, yani naona kabisa, yani pale ndio penye uponyaji. Yani nikifanya tu hivyo napona. Lakini nikawa naona ni ngumu sana kutenda. Yaani nikawa naona hapana hapa, yani watu wananitazama afu na wanajua kabisa mimi watakuwa wananiuliza sana maswali, kwa sababu nilikuwa nakeleka sana na yale maswali yao. Nafanyaje? Kwa hiyo nimeenda nayo hiyo hali, nimeenda nayo mpaka nafika chuo. Yaani at least nilipofika chuo ndio at least nikasema, yani unajua ile kama na ignore, nasema bwana watajua wenyewe, atakaye niona ambaye ataniona atajua mwenyewe. Bahati nzuri vilikuwa vimeanza kupungua kiasi kwamba sio kwamba vinaonekana sana, ikawa vimebaki miguuni na mikononi kwa mbali. Ila mtu ambaye anaona, ambaye tunajua hata na sisi weupe, kadoa kidogo tu mtu anajua pale pana shida. Lakini nikaa najipa moyo, nikasema Mungu basi hii nitafanya hivi nitafanya. Sasa ndio jana Mungu akanikumbusha, akasema unaona kule ulitakiwa hiki kitu umeshapona muda mrefu sana. Lakini kimekuchukua muda kupona kwa sababu tu hukutaka kufuata vile. Ukawa unaona aibu, ukawa unaona haya kuexpose kile ambacho unacho na kukili ule tumaini ambalo mimi nimekupa kwamba tayari wewe ugonjwa umeshapona. Ndio nikamwambia tu Mungu unirehemu. Kwa sababu hata hapa nilipofika ni rehema zako. Ni rehema zako hivi nilivyo. Kwa ndio maana nasema usionee aibu tumaini ulilonalo. Pengine kuna changamoto ambayo hutamani hata kushare na mtu. Lakini kuna vitu Mungu anakupa, kuna instruction Mungu anakupa ili uweze kuvuka kwenye hilo eneo. Lakini unaona ugumu kufanya, fanya. Nikutie moyo leo, fanya. Kwa sababu mimi pengine ningeweza kuwa nimeshapona kitambo sana. Lakini nimekuja kupona tu this time. Na sisi kuanzia last year ndio nimeanza hata kupata release hadi saa hizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yote hiyo ni kwa nini? Kwa sababu sikutaka kukaa kukiri kwamba Mungu sawa na kuamini. Lakini sasa kukaa kwamba sasa ili imani idhihirike ikawa inanipa shida. Ikawa tunatarajia kwamba ipo siku nitapona lini, lakini sasa tunaona hiyo nani ilivyo ni take long time. Pengine Mungu hata akukusudia nikae miaka yote hiyo. Almost like 15 years sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo nikutie moyo
tarajio huwa halitayarishi, haliwezi kukupa aibu. Kwa hata kile Mungu ambacho mimi angekifanya kipindi kile ningeachia, sio kwamba Mungu angekuwa ananiaibisha, ila alikuwa anatamani utukufu wake uonekane, kwamba leo angeniona niko vile nilivyokuwa, alafu kesho naamka wananikuta niko vizuri. Pengine lingemuinua mtu mwingine angeweza kupata kama kumbe wewe ulikuwa una huo ugonjwa, mbona leo uko vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na jambo lingine, jambo la mwisho, jambo la 6, sherehekea matarajio yako. Sherehekea matarajio yako. Warumi 4:18. Warumi 4:18. Warumi 4 mstari wa 18 nasema, naye aliyeamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyo neno, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Soma mpaka mstari wa 20. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa tumbo lake Sara. Lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Akimtukuza Mungu. Huyu ni Ibrahim. Ni Ibrahim ambaye Mungu alikuwa akisema naye kwa habari ya kupata mtoto. Lakini kwa namna alivyokuwa anajiona, yuko katika kiwango ambacho kibinadamu ilikuwa haiwezekani, kwamba tumbo la Sara lilikuwa lishakufa, yani kwamba kile kipindi cha uzazi kwa mwanamke kinakuwa kimeshapita, lakini yeye mwenyewe pia kama mwanamume ile hali yake pia ya uzazi inakuwa ishapita. Kwa alivyojiangalia akaona hivi ni kweli, lakini hakuacha kusita kuendelea kutumaini kwa kuitazama ile ahadi ya Mungu. Yeye alichokuwa anaangalia Ibrahim, alikuwa anaangalia ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu nini? Alikuwa anarudi kwenye neno. Sawa, huko amejiangalia, lakini ahadi ya Mungu inasemaje? Afisa alivyoona ile ahadi ya Mungu akawa anamtukuza Mungu. Kwa akawa anasherehekea lile tarajio la yeye kuitwa baba wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wewe usiache kusherehekea kile ambacho unajua ninakitarajia. Kuna wakati unafika hautaki tena kuwa unamuomba Mungu, unatakiwa umshukuru, ukae katika kumshukuru. Ninakutukuza Mungu kwa sababu mimi nitakuwa baba wa mataifa. Ninakutukuza Mungu kwa sababu mimi nitakuwa vizuri. Kama nilikuwa naumwa, mimi nitakuwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Soma Zaburi ya 103. Zaburi ya 103. Zaburi ya 103 mstari wa 2. Zaburi 103 mstari wa 2 inasema, nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usiziache fadhili zake zote. Ukisoma kuanzia mstari ule wa kwanza anasema hivi, nafsi yangu umhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lako takatifu. Nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake. Unajua ukiangalia maisha ya Daudi yaliishi kwenye uhalisia wa kumtumaini Mungu sana. Yaani wakati wote kama hayuko kwenye kumshukuru Mungu, basi utamkuta yuko katika kukaa katika toba. Kama hayuko katika toba, utakuta yuko kukaa katika kusema nafsi yake, kama haiko kwenye uhalisia anaisipeleka mbele ya Mungu hivyo hivyo ilivyo. Nafsi yangu muhimidi Bwana. Kwa hiyo ukuta hapo ilikuwa imeacha kumuhimidi Bwana. Hasa anaisemesha. Nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake. Kwa hiyo kuna namna unatakiwa uangalie vile vitu ambavyo pengine Mungu ameshavifanya. Uanze kusherehekea kile ambacho unakitarajia. Kama unaona kile unachotarajia ni vigumu kusherehekea, basi tazama hata vile ambavyo tayari Mungu ameshavifanya kwako. Kaa katika kumshukuru. Kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza mstari wa sura ya 5 mstari wa 18, neno la Mungu linasema mshukuru Mungu kwa kila jambo. Unatakiwa umshukuru Mungu kwa kila jambo, haijalishi Mungu amelifanya au hajalifanya, lakini jifunze kuwa mtu wa shukurani kwenye kile unachotarajia Mungu akufanyie, hata kwenye kile ambacho bado hujakitarajia, au hata kama umekitarajia lakini bado hakijatimia, mshukuru Mungu. Huko ndiko kusherekea.
kwamba unamwamini. Unapomshukuru Mungu, unaona kama amenishukuru wakati bado hakijafanyika, unampa Mungu nguvu zaidi ya kuingia kazini, kwa sababu shukurani inaleta kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ninaamini kuanzia leo utaanza kuwa unasherehekea matarajio yako. Usisubiri tu paka limetimia ndo unaanza. Mimi nimepata kazi. Umepeleka barua leo, umeomba and you feel peace, unasikia amani ndani yako kwamba this is mine. Anza kumshukuru Mungu. Kuna wakati tunakoseaga vitu kwa sababu gani? Wewe unaendelea tu kumuomba Mungu, kumbe Mungu alishaleta majibu kitambo. Wewe endelea kumshukuru Mungu. Kaa katika shukrani. Alafu uone Mungu atakavyoleta chapu hiyo kitu. Hata kama kuna kizuizi, unapokuwa kwenye shukrani, yani itaondosha vile vizuizi vyote ambavyo vimewekwa kukuhamisha hiyo kazi yako kuja mapema, au kukuhamisha hiyo biashara yako kufika hapo ilipofika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Baraka zinazoambatana na tumaini. Tuangalie, kuna baraka unapomtumaini Mungu. Siku zote kuna baraka. Ukisoma ile Yeremia 17 mstari ule wa 7 ambao tumeiona hapo mwanzoni, ngoja tuisome tena. Anasema amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ndio tumaini lake. Kwa kumbe there is a blessing, yani kuna baraka unapomtumaini Mungu. Kuna baraka unapokuwa unamtumaini Mungu. Baraka ya kwanza unapata ulinzi wa kimungu. Unapokuwa katika tumaini, unapata ulinzi wa kimungu. Kisoma kile kitabu cha Zaburi 37. Zaburi 37 mstari wa 40 inasema hivi: naye Bwana huwasaidia na kuwaopoa, huwaopoa na wasio haki na kuwaokoa, kwa kuwa wamemtumaini yeye. Anatupa ulinzi, anatuepusha na maadui zetu, anatutoa katika maangamizi ya adui, anatuopoa kutoka katika dhiki, anatuopoa kutoka katika magonjwa, anatupa ulinzi. Kuna wakati mwingine magonjwa hayatugusi kabisa kwa sababu tayari tumemtumaini yeye kwamba sisi hatutaumwa, kwa sababu kama ameshasema alitoa udhaifu wetu na kuchukua magonjwa yetu, hamna namna ugonjwa utaweza kuja kunigusa. Kwa tunapokaa kwenye hilo tumaini na kuendelea kulikiri, Mungu anaendelea kuachilia ulinzi kwetu kwamba tunatembea nalo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Zaburi 44 mstari wa 6 na wa 7 anasema hivi: bali wewe, mstari wa 6 anasema, maana sitautamania upinde wangu, wala upanga wangu hautaniokoa, bali wewe ndiye uliyetuokoa na watesi wetu, na watuchukiao umewaaibisha. Kwa Mungu anatupa ulinzi, anatuokoa hadi na maadui zetu tunapokuwa tumemtumaini, kwa sababu tu hatukutumaini nguvu zetu, hatukutumaini upanga wetu, hatukutumaini kwamba huyu ni mtu mimi ninamweza, naweza nikapigana naye. Hapana, kwa sababu tumemtumaini yeye, anatusaidia kutuokoa hadi na maadui zetu. Waliotutegea mitego, Mungu anaitegua hata kabla hatujafika pale, kwa sababu sisi tunakuwa tumemtazama yeye tu. Haleluya. Haleluya. Lakini pia unaweza ukaandika mstari Mithali 14 mstari wa 26. Lakini pia ukasoma ile Zaburi ya 91. Mithali 14:26 unaweza kaandika hiyo Zaburi ya 91 ile yote.
Alafu kaandika pia Zaburi ya 125 mstari ule wa kwanza. Zaburi ya 125 mstari wa kwanza inasema hivi: wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakaa milele. Kwa tunapokaa katika kumtumaini Mungu hatutatikiswa na jambo lolote. Iwe ni ugonjwa, Mungu anatulinda. Iwe ni changamoto za kimaisha, Mungu anatulinda. Iwe ni dhiki ya namna yoyote, yani itaje, iwe ni changamoto za ndoa, hatutatikiswa nazo kwa sababu tumemtumaini Mungu katika hilo eneo. Iwe ni kwenye eneo la malezi, tumemtumaini Mungu katika hilo eneo. Iwe ni kwenye eneo la biashara, tunakuwa tumemtumaini Mungu katika hilo, hatutatikiswa. Kuna namna Mungu atatupa kutuinua. Kama tulikuwa tumeanza kuona giza, atatupa kuanza kuona nuru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Lakini pia baraka nyingine, unajazwa na furaha. Unajazwa na furaha. Naomba tu hizi muandike mistari, mtaenda kusoma. Unajazwa na furaha, Warumi 15:13, Mithali 16:20. Ukikosa kuwa na tumaini kwa Kristo Yesu, unapoteza furaha. Kama nilivyosema pale mwanzoni, tumaini letu lina uhai. Na kama lina uhai, ujue atakupa furaha ya kweli. Ukiwa kwenye tumaini ambalo halidumu, kama ni la mwanadamu au sijui ni la kitu umekitumainia, hicho kitu kikiwa hakipo, uwe na uhakika na tumaini lako halipo, na uwe na uhakika utakosa furaha. Si ndio? Kwa hiyo ndio maana unatakiwa utumaini kile kitu ambacho kiko hai, ili kiendelee kukupa furaha, kiendelee kuachilia uzima. Kwa sababu furaha ya Bwana ndio nguvu yetu siku zote. Kwa kama furaha ya Bwana ni nguvu yetu, kwa ukikosa furaha hamna namna utakuwa una nguvu za kutembea. Hautakuwa na nguvu hata za kuendelea kumtumaini Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Lakini pia maombi yatajibiwa. Utasoma ile Zaburi ya 37 mstari wa 5, maombi yako yanajibiwa kwa sababu unakuwa umekaa katika taraja, umetarajia na umevuka, umeenda katika imani. Uwe na uhakika Mungu atajibu. Kwa sababu ndio maana anatuambia kwamba muamini, kwamba mnapoomba aminini kwamba mmeyapokea. Kwa sababu tayari unakuwa umeshafika kutoka kwenye kutumaini, umeenda umeomba, uko katika imani. Kwa hiyo unatakiwa sasa uamini kwamba umeyapokea. Lakini pia na baraka nyingine, baraka ziko nyingi, nimefanya tukuweka chache. Maisha yako yanakombolewa. Zaburi ya 34 mstari wa 22 na Yohana 3:18a. Nimalizie kwa kusema hivi: imani haiwezi na haitaweza kuwepo bila tumaini. Imani haiwezi na haitaweza kuwepo, au niseme kufanya kazi, bila tumaini kuwepo. Haiwezekani ukakosa tumaini halafu ukawa na imani. Kwa hiyo uwezi ukasema kwamba mimi sina tumaini lakini nina imani. Hapana. Yaani lazima kwanza tumaini lianze ndipo likupeleke kwenye imani. Kwa uwezi tu ukasema kwamba mimi namwamini Mungu katika hili. Unaamini lakini umemwamini kwa sababu umetarajia nini? Kuna tarajia lolote hapo ndani ya hiyo imani? Kwa haiwezekani ukakosa tumaini au ukawa huna tumaini alafu ukasema mimi nina imani au mimi nimejazwa na mimi ninaamini. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kuna tumaini ndani ya imani. Tumaini lipo ndani ya imani. Ukisoma ile Ibrania 11 mstari wa kwanza, ile ukikaa ukiitafakari, yani itakupa vitu vingi sana kwenye ile eneo la tumaini na imani. Kuna vitu vingi Mungu pale atakuwa anakuteremshia. Lakini pia tumaini pekee haliwezi kuzaa bila imani. Kwamba uwezi tu ukawa unatumaini alafu ukaweka imani pembeni. Ndio utakuwa kila siku unaendesha gari yenye gia moja, hautaki kuvuka kwenye gia ya pili kwenda kwenye gia ya tatu mpaka ile inayoishia. Utakuwa kila siku kwenye gia moja, na ndio maana unakuta wengi huwa tunawekaga matarajio. Mwaka unapoanza tunakuwa tuna matarajio. Nataka nifanye hiki, nataka
nataka nitende hiki, nataka na matarajio 1 2 3. Lakini kwa nini wengi huwa hatuyafikiri? Tukija kujitathmini mwisho wa mwaka, kwa nini huwa hatuyafikiri? Ni kwa sababu tunatarajia, lakini hatutaki kutoka kwenye yale matarajio kuyaleta sasa katika imani, ili sasa imani iweze kuja kuyadhihirisha. Hapo ndipo tunafeli. Bwana wengi tutaisha tu tunapanga, ukinani unayavusha mwakani tena unaongeza na mengine, ikitoka tena unaongeza na mengine. Lakini utakapokuwa una tarajio, lazima uhakikishe kwamba utafute namna utoke kwenye hilo tarajio ulilete katika imani, ili imani ije kudhihirishie. Bwana Yesu asifiwe. Kubaki katika kiwango cha tumaini pekee ni kubaki katika matarajio ya kudumu. Kubaki katika kiwango cha tumaini pekee ni kubaki katika matarajio ya kudumu. Yaani utakuwa kila siku unadumu nayo, ndio kama hivyo unavuka, unadumu nayo tu. Lakini huoni yakija katika uhalisia. Kwa hiyo unakuwa umebaki katika matarajio ya kudumu pasipo na udhihirisho wa hayo matarajio, ambao sasa imani ndio inatakiwa ije idhihirishe hayo matarajio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Wangapi tumepata kitu? Amen. Kama umepata kitu, Mungu akubariki. Yesu, tusimame. Una tarajio gani moyoni mwako? Ulivyokuwa unakuja leo ibadani, kuna kitu gani ulikuwa umetarajia? Kuna kitu gani ulikuwa unasema, Mungu mimi nakuja nataka hiki leo unisaidie. Nataka hiki leo nisirudi nacho. Kuna kitu ambacho ulikuwa umetarajia. Hata mimi na vitu vyangu nilivyotarajia wakati nakuja ibadani. Lakini wewe kama ulikuwa hujatarajia, basi kupe hata nafasi, anza kutarajia basi hata sasa hivi. Lakini pengine kuna wengine tangu wiki imeanza, kuna vitu walikuwa wanatarajia, wanatamani kuona Mungu akiwasogeza sehemu, akiwavusha sehemu. Natamani liwe ni ombi lako sahihi. Liwe ni ombi lako binafsi. Na naamini ombi likiwa binafsi, jamani, wewe ndio unayelijua uliombeaje. Utaliomba kwa kuruka utagaga, yani kwa sababu wewe unajua linavyokuumiza, unajua namna ambavyo unatamani uvuke hapo, unajua namna ambavyo yani unatamani kama lisinge kuwepo, ili urudi katika maisha yako yale ya nyakati nzuri. Tuna nyakati mbaya ndio, lakini tunahitaji kuzivuka. Ndio maana Yesu anasema, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini mjipe moyo. Kujipa moyo ni kujipa tumaini, kutarajia kitu katika hiyo dhiki ambayo unapitia. Tarajia kitu, kwa sababu yeye anasema ameshashinda ulimwengu. Kama ameshashinda, kwa nini usitarajie? Yeye ameshavuka kote huko. Ni nafasi yako sasa wewe kuhakikisha kwamba kama amekuhakikishia utashinda, kwa nini wewe usishinde? Bwana Yesu asifiwe. Kwa natamani praise watakapotuongoza katika wimbo wa kuabudu, watakaokuwa wameenda mbele za Mungu, achilia hilo tarajio ambalo unatamani Mungu akaseme na wewe, unatamani Mungu akaliguse kwa namna ya tofauti. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu ningekuwa wapi. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu Yesu. ningekuwa wapi. Hey Yahweh, hey Yahweh, wewe ni yote kwangu. Hey Yahweh, ningekuwa wapi? Sema hey Yahweh, wewe ni yote kwangu. Hey Yahweh,
Sema weni yote kwangu. Yahweh, ningekuwa wapi? Sema Yahweh, weni yote kwangu. Yahweh, ningekuwa wapi? Sema Yahweh, weni yote. Yahweh, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka, mimi sijui bila wewe Bwana wangu Yesu. Hey, ndani ya Kristo ninaweka, mimi sijui bila wewe Bwana wangu Yesu. Oh, ndani ya Kristo ninaweka, mimi Bwana sijui bila wewe, mimi Bwana wangu Yesu. Sema Yahweh, weni yote kwangu. Sema Yahweh, ningekuwa wapi? Yahweh, weni yote kwangu. Yahweh, ningekuwa wapi? Wewe ni kila kitu kwangu Yesu. Wewe ni tumaini langu, sina mwingine zaidi yako Yesu. Ningekuwa wapi? Wewe kimbilio langu Yesu, msaada wangu wakati wa mateso. Yahweh, ningekuwa wapi Bwana? Hivi nilivyo ni neema yako tu. Yahweh, Baba, Yahweh, ningekuwa wapi? Mwambie Bwana, Yahweh, tumaini langu ni kwako.
kujua zaidi. Tunakutumaini wewe Bwana katika siku za huduma hii. Tunakutumaini wewe Bwana kwa ajili ya kutuinua kwenye viwango vingine. Rakosha tayamanda, rapa saka tayamanda, rebosha taifora, raka kandarabosa, rakoya manderebosha, ripa saka tayamanda, ramanda raboshe keterebosha, raka saka tayamanda. Hakika kwako kuna tumaini lenye uhai, kwako kuna tumaini lenye uzima, kwako kuna tumaini lenye uhakika. Hakika tunakutumaini wewe Bwana, tunakutumaini wewe Kristo. Rabosha tayamande rebosa, riko sakata yamanda, rebosha kata yamanda. Msaidie mtu mmoja leo hii kukutumaini wewe Bwana. Msaidie mtu mmoja leo Jehova kukutumaini wewe Jehova katika changamoto anayoipitia Bwana, maana hakuna linaloshindikana kwako. Yote yanawezekana kwake aaminie, yote yanawezekana kwake aaminie Bwana. Nawe uko mahali hapa kumtengeneza mmoja siku ya leo, kumuinua mmoja siku ya leo. Rabosha tayamanda raboza, rika sakata yamande reboza, reko sakata yamanda, raboza kata indora, rebosha kata yamanda. Hakika Bwana, tembea na ukawe mchungaji wetu kwenye tumaini tuliloliweka Bwana kwako, ili tusipungukiwe na kitu, ili tusipungukiwe na chochote kwenye ndoa zetu, tusipungukiwe na kitu kwa watoto wetu, tusipungukiwe na kitu Bwana, maana tumekutumaini wewe kwenye malezi ya watoto wetu, tusipungukiwe na kitu maana tumekutumaini wewe. Rapa sakata yamanda, rebosha kata yamanda, riko sakata yamanda, robo sekete bosha. Kwenye mahusiano yetu Bwana, tumekutumaini wewe, tumekutumaini wewe ukatutunze Bwana katika maisha ya utakatifu. Tunakutumaini wewe ukaendelee kututunza na kutupa hatua za utakatifu zaidi. Rapa sata yamanda, rebosha kata yamanda, rapa sakata yamanda. Tumechagua kukutumaini wewe, uliye tumaini ambalo sio tumaini lililokufa. Wewe ni tumaini lenye uzima, ni tumaini lenye uhai, tumaini ambalo halitatikiswa, halitatumbishwa. Rabasakata yamanda, reko shakata indoroboza, rabasiko torobo, andirobo shakata yama, rako ya manderebosha, andirobo zakata ya, reboza kata indo, andiro zakata yamanda, rako rabosa. Sikia kilio cha mmoja leo hii Bwana, sikia kilio cha mtu mmoja leo hii Bwana, kwa kile ambacho amekuwa na kutumaini. Rapa sakata yamanda, onyeshe njia Bwana. Riko shakata yamanda, rapa sakata yamanda. Hata yule ambaye alikuwa amekata tamaa Bwana, muinue tena leo hii, muinue tena Jehova kwa tumaini lako lenye uhai. Muinue tena Jehova, muinue tena Jehova. Robosha kata yamanda, reko koroboza kata, rapa sakata ingorobozi, rapa sakata indorobosha kataya, reko ya mandirobosha ta indorokoza, rika sakata ya mandarabosha. Hakika wewe ndio tumaini letu Bwana, hakika wewe ndio tumaini letu Jehova, hakika wewe ndio tumaini letu, kiongozi wetu. Rapa sata ya manda, ropo sikata ya manda, maana ndani yako tunakwenda na kuwa na uhai wetu Bwana. Rika sakata ya manda, repo sakata ya manda, reka ziko toyoboza. Ndani yako Bwana hatupungukiwi na chochote tunapokutumaini wewe Bwana. Ripa sata ya manda, rekosha kata ya manda, rika kandaraboza kata ya manda, rebosha kata ya manda. Hakika kikombe chetu kinafurika Bwana kwa tumaini tuliloliweka kwako. Repo sata ya manda, riko shete ya manda, rebo ya mandiro bosa, ripa sakata ya, rako korobosi kata ya manda, riko korobosi. Tumaini lako halitayarishe Bwana, tumaini lako halitayarishe Bwana. Hatutatahayarika wala hatutahaibika kwa kutumaini wewe Jehova. Ripa sata la manda la bosha, ripa sata ya ma, reko ya mandiro bosha, rapa sata ya manda la bosha. I thank you, Jesus. I thank you, King of Glory.
Rokoshata ya mandarabozi. Rikoshata ya mandarabozi. Rokoshata ya mandarabozi katai. Thank you, Jesus. Say kimbiliola, umebaki mwenye tumaini langu, umebaki say kimbilio langu, umebaki mwenyewe tumaini langu, umebaki say bado anamtengeneza mtu mmoja leo hii, anamtengeneza ninaweka tumaini langu kwako, bado Bwana, uwe Yesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa tumaini lako, tumaini lenye nguvu, tumaini lenye uhai, tumaini linalotupa uhakika kamili wa kesho yetu. Ninakushukuru Jehova. Asante kwa kuwa umetupa chakula kizuri katika meza yako siku ya leo. Ninakurudishia sifa na utukufu Bwana. Mbegu hii ulioipanda leo Mungu ikapate kuota na kuzaa matunda yatakayodumu Jehova. Rima sata indo rokoza taya maya. Aripo sata ya mande rekozita indora maya. Rakoya mandira sitala mandara koza. Ripa sito torima andiro zakata tara. Ramandere bozia rikaya mandiro koya. Raka kakaniro sita. Ripa sata taramaya. Repo rikasa kata. Rapa sakata yamanda. Rekoya mandiro bosha. Rapa sakata yamanda. Thank you Jesus. Asante kwa tumaini ulotupa Yesu, ambalo linatupa uhakika wa maisha yetu, linatupa uhakika wa siku zetu za usoni. Ninakushukuru Mungu wangu. Tembea nasi Bwana katika tumaini liye mfalme wa amani. Hata tupitapo katika nyakati ngumu, bado tukutumaini wewe. Hata tupitapo katika dhiki, bado tukutumaini wewe. Hata tupitapo katika magonjwa, bado tukutumaini wewe. Tupitapo katika huzuni, tukutumaini wewe tu pekee Bwana. Rapasete rebozi kata ya manda. Ninakushukuru Mungu wangu kwa uaminifu wako katika hiki ambacho umetupa siku ya leo. Tunaamini Mungu hakikuja bure, bali kimeenda kufanya sawasawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Ninakushukuru Mungu wangu. Ninakushukuru Jehova hata kwa kunitumia mimi kama chombo tu. Asante Bwana majeshi. Haikuwa kwa uweza wangu wala kwa akili zangu. Sifa, heshima na adhama zote zirudi kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana.